Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, moja kati ya siku ya kihistoria ambayo pengine Watanzania wengi walikuwa kiingoja kwa hamu kubwa, hususan mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ni siku ya leo Mei 17, ambapo tunafahamu kwamba pale Morocco Berkane kuna kwenda kupigwa fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika, Wekundu wa Msimbazi Simba akiwa wageni wa RC Berkane. Sasa ni moja kati ya siku ambayo ni kama siku fulani hivi ya kusherekea jambo ama kutarajia jambo kubwa, ama ni siku ambayo pengine kwa Watanzania ni siku ambayo ni ya kipekee sana, kwa sababu tunafahamu kwamba majira ya saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika, tunafahamu kwa huku kwetu ni saa 4, lakini kwa kule Morocco itakuwa ni saa 2 kamili, mchezo na kwenda kupigwa kwenye uwanja wa manispaa ya Berkane pale Morocco. Ni moja kati ya mchezo ambao una ngojewa kwa hamu kubwa sana. Sasa kama Yuhoma Online TV tunakwenda kubashiri kikosi ambacho pengine huenda kocha Fadlu Davis huenda kaingia nacho, na pengine huenda kienda kufanya maajabu ya kuweka mguu wa kwanza ndani kwa ajili ya kulitwaa kombe la shirikisho barani Afrika, kama ambavyo tuliweza kutabiri kikosi ambacho kitaingia finali dhidi ya Stellenbosch na tukafanikiwa kukuletea. Basi na leo tunakwenda kukutabiria kikosi ambacho kinaweza kikaenda kufanya makubwa na kuweza kutoa pengine ishara kubwa ya kuelekea kwenye mchezo wa pili wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa kuweza kuifunga RC Berkane. Tunafahamu mchezo wa kwanza unapigwa hii leo majira saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, lakini kwa Morocco ni saa 2 kamili, na tunafahamu mchezo wa pili utapigwa tarehe 25 hapa nchini Tanzania. Sasa moja kwa moja tukakutabiria kikosi ambacho pengine huenda kocha David Fadlu akaingia nacho kwenye mchezo wa hii leo. Sasa tunafahamu Rangoni atasimama Pimpin Musa Kamara kama kawaida, moja ya magolikipa ambao wameendelea kufanya vizuri, na moja kati ya usajili bora ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nambari 2 na 3 watasimama Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein. Hiyo haina kupinga, moja kati ya mafurubeki ambao wameendelea kufanya vizuri, moja ya mafurubeki ambao unapowazungumzia, yani unapozungumzia mafurubeki bora Tanzania hawakosi kabisa. Lakini nambari 4 tunakwenda kumshuhudia Abdulrazak Hamza akicheza sambamba na Fondo Chemalon. Tunafahamu Fondo Chemalon alikuwa ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa ni majeruhi na walikuwa nje kwa muda mrefu, lakini tumeona wamerejea na tumeona kwenye mchezo kadhaa ya viporo vya NBC alikuwa ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa kiingia kipindi cha pili. Lakini kwa namna ambavyo tunamfahamu Fondo Chemalon, uzoefu wake lakini ubora wake, huenda akaanza na tukamshuhudia Kalabu Chamu akianzia bench. Kwa hiyo namba 4 namba 5 atasimama Chemalon pamoja na Abdulrazak Hamza. Lakini nambari 6 ni Yusuf Kagoma, moja kati ya viungo bora, moja kati ya usajili wa dirisha dogo ambao kwa sasa unalipa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na mchezaji ambaye ni mzawa ni Yusuf Kagoma. Tunafahamu ubora wake, tunajua namna ambavyo amekuwa akilifanya eneo la katikati la Wekundu wa Msimbazi Simba kuwa imara. Kwa hiyo pasina shaka Yusuf Kagoma anakwenda kusimama nambari 6. Lakini nambari 7 kama kawaida atacheza Elim Panzu, moja kati ya wachezaji hatari, moja kati ya wachezaji ambao tunawatazamia pengine kwa kuisumbua ngome ya RC Berkane ni Elim Panzu, mwenye mechi kadhaa dhidi ya Stellenbosch, lakini pia tuliona goli muhimu alilofunga dhidi ya Al Masry kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba ikibuka na ushindi wa goli 2-0. Ni moja kati ya wachezaji ambao nadhani hata RC Berkane wanawatazama kama mchezaji hatari ambaye anaweza akaleta madhara. Kwa hiyo Elim Panzu atacheza nambari 7. Lakini nambari 8 ni Fabrice Ngoma, moja kati ya viungo ambao kikweli unaweza ukasema Wekundu wa Msimbazi Simba walichokifanya kwa Fabrice Ngoma ni hakika wakifanya, kwa sababu ya ule ubora wake ambao tumeendelea kuuona. Tuliona namna ambavyo usajili wake pia ulileta gumzo mara baada
ya kuhusishwa kwenda ndani ya klabu ya Yanga, lakini wekundu wa Msimbazi Simba wakafanya kila ambacho walikifanya na tumeona malipo yake ya kile ambacho walikifanya. Kwa hiyo Fabrice Ngoma ni moja kati ya viungo ambao wanakwenda kuzima pale namba 8. Nambari 9 kama kawaida Steven Mkwara, moja kati ya washambuliaji ambao tumeona kasi yake, namna ambavyo anaweza akatoa maamuzi haraka na kuweza kuinufaisha Simba. Tuliona kwenye mchezo dhidi ya Al Masry akiweza kufunga goli la pili kwa kichwa, goli ambalo liliwafanya wekundu wa Msimbazi Simba kwenda kwenye mkwaju wa penalty na kuweza kuiondosha Al Masry. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo Steven Mkwala anapewa nafasi kubwa sana kuweza kuanza na kumfanya Lionel Ateba asubiri kwenye mbao ndefu wakati huo akiipambania jezi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini nambari 10 kama kawaida Jean Charles Ahoua, moja kati ya viungo washambuliaji ambao tunafahamu ni moja kati ya wachezaji ambao kwenye kombe la shirikisho barani Afrika kwa wachezaji hatari ni Jean Charles Ahoua ambaye mpaka sasa tunavyozungumza ana goli zake 3. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Jean Charles Ahoua ni moja kati ya wachezaji ambao pia ni wa kuchungwa sana kwa RS Berkane, na tunafahamu ubora wa kupiga mipira iliyokufa, ubora wa kupiga mipira ya faulo. Umeona namna ambavyo aliwezesha Simba kuweza kuweka mguu moja ndani kwenye hatua ya nusu finali mara baada ya kufunga goli la thamani pale New Amani Complex Zanzibar dhidi ya Stellenbosch. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua ni moja kati ya wachezaji ambao kikweli wekundu wa Msimbazi Simba wanajivunia, ni moja kati ya usajili ambao sasa unalipa. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua atacheza nambari 10 na nambari 11 atakuwa ni Kibu Dennis Kibudi ambaye tunafahamu moja kati ya wachezaji ambao Simba wanajivunia ni Kibu Dennis mzawa ambaye anaweza kupiga mashuti, lakini mchezaji ambaye anatumia nguvu. Yani hakuna mchezaji yeyote pengine Kibudi hawezi akapambana naye. Kwa hiyo uwezo mkubwa alionao, namna ambavyo anaweza akaipambania timu yake, hicho ambacho kimeendelea kumbeba ubora kuendelea kuitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo hicho ndicho kikosi ambacho pengine huenda kocha Fadru akaingia nacho kwenye mchezo wa hii leo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tumeona kile ambacho amekizungumza kocha Fadru kwenye press na waandishi wa habari kuelekea kwenye mchezo huo, akiwa na imani na kikosi chake na akiwa na imani na ushindi kuelekea kwenye mchezo huo. Kwa hiyo pasina shaka tunafahamu ubora wa kocha Fadru, ni mtu wa mbinu, ni mtu ambaye hakati tamaa, na tumeona kwenye mchezo kadhaa, michezo ambayo unadhani pengine Simba anaweza kapoteza, lakini uwezo na ubora alionao wa kufanya mbinu ya kukibadilisha kikosi hicho ambacho ameendelea kumbeba na kuifanya Simba hii leo kufika hatua ya finali. Lakini tumeona pia alichokizungumza Chairman Oli Fondo kwa uwakilisho wa wachezaji kwenye press dhidi ya waandishi wa habari, akizungumza kwamba kama idara ya kuzuia wamejiandaa vizuri na watahakikisha kwamba hawaruhusu goli lolote. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni mtanange wenyewe, na moja kati ya mchezo ambao pengine utakuwa na pressure hususan kwa mashabiki ni mchezo wa leo. Yaani ukiachana na wachezaji, ni mchezo ambao utakuwa na pressure kwa mashabiki ambao kwanza historia kubwa wekundu wa Msimbazi Simba ambao wameifikia, lakini shauku kubwa ya kutamani wekundu wa Msimbazi Simba kulitoa kombe la shirikisho barani Afrika, ndio pressure ambayo kwa sasa wekundu wa Msimbazi wako nayo. Lakini dua na sala zinaelekea huko Morocco kwenye uwanja wa Manispaa ya Berkane ambapo kuna kwenda kupigwa finali hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.